pia tuna watatu store, moja pia na fundi. Ndugu mgeni rasmi, katika kutekeleza maono ya maendeleo ya elimu ya taifa kufikia mwaka 2025, kipengele cha 4, yani the Tanzania Development Vision 2025 attribute number 4, yani kuwa na jamii iliyoelimika, tunasema kwamba to have a well educated and learning society. Shule yetu ilitengeneza mpango wa maendeleo uliogawanyika katika awamu 2 kama utekelezaji kama ifuatavyo. Mpango wa maendeleo wa shule kuna kwa mwaka 2024, yani kufanya uandikishaji na usajili wa wanafunzi, yani tunasema kwamba the pupils enrollment and registration, pamoja na utoaji wa elimu bora kwa vitendo na kuwa na vitendea kazi vya kisasa. Kuna kwa mwaka 2025 hadi mwaka 2026 kuwa ni miongoni mwa shule bora ndani ya kata yetu ya Twangoma, lakini pia wilaya yetu ya Temeke, pia mkoa wetu wa Dar es Salaam na taifa kwa ujumla, school academic stability. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuzingatia awamu hizo, shule ipo katika awamu ya 2 ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Kutokana na jitihada zinazofanywa na walimu wetu kwa kushirikiana na uongozi wa shule na wazazi, tunashukuru Mungu ametufikishia na kutuamini na atatufanikisha katika hili ili tuweze kutimiza. Ndugu mgeni rasmi, idadi ya wahitimu waliopo mbele yako leo ni 10, yani kwa darasa la 7, na wavulana ni 4 na wasichana ni 6. Kwa upande wa wahitimu elimu ya awali ni 29, ikiwa wavulana ni 15 na wasichana 14, tunapata idadi ya wahitimu 29. Kwa upande wa darasa la 7, miongoni mwao walihamia kutoka shule mbalimbali wakiwa na changamoto pia mbalimbali, lakini uwepo wa walimu wetu mahiri waliobebea katika taaluma ya ufundishaji umewasaidia vijana hao kwa kiasi kikubwa kutatua changamoto zao zote na wote wanahitimu leo wakiwa na matarajio makubwa ya kupata ufaulu wa daraja A. Mafanikio yetu, ndugu mgeni rasmi, Waswahili husema kuwa penye nia pana njia. Yafuatayo ni baadhi ya mafanikio yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa shule ya awali na msingi PUC. Tunasema ndani ya mwaka mmoja, yani 2024 hadi 2025. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi, yani kutoka wanafunzi 145 kwa mwaka 2024, yani mwaka jana, hadi kufikia wanafunzi 370 kwa mwaka 2025. Hii inaonyesha kuwa shule yetu inakuwa kwa kasi sana. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa pia kuongeza idadi ya walimu kutoka walimu 7 mwaka 2025 shule ilipoanzishwa hadi kufikia walimu 20 mwaka 2025. Ongezeko hili limesaidia kuwa na uwiano sahihi kati ya idadi ya wanafunzi na walimu darasani na kupelekea wanafunzi kuendelea kufanya vizuri kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kuongeza idadi ya wafanyakazi wasio walimu kutoka wafanyakazi 5 mwaka 2024 hadi wafanyakazi wasio walimu 30 mwaka 2025. Hii imesaidia kupunguza tatizo la ajira nchini na kurahisisha utekelezaji wa majukumu uliotukuka. Hakika kwa hili nimpongeze sana mkurugenzi wangu Mheshimiwa Mbaulidia Rashid Bugingo. Hakika ubarikiwe sana mkurugenzi. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa usafiri tumefanikiwa kuongeza idadi ya mabasi ya shule kutoka kuwa na basi 1 mwaka 2024 hadi mabasi 6 mwaka 2025. Hivyo kusaidia kutatua changamoto ya usafiri kwa wanafunzi wa kutwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa miundombinu, shule yetu imejaliwa kuwa na majengo mazuri ya kisasa. Nadhani mnaona magorofa hayo, wapendwa wazazi, yenye vyumba vya madarasa vyenye kutosheleza idadi ya wanafunzi na mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia, sambamba na kutoa chakula bora
chenye kuzingatia makuzi ya watoto kiafya na kiakili, yani balanced diet. Ndugu mgeni rasmi, nimalizie mafanikio kwa upande wa taaluma. Licha ya shule yetu kuwa na mwaka mmoja tu tangu ianzishwe, yani mwaka 2024, kwa jitihada na maarifa yanayofanywa na walimu wetu mahiri, tumefanikiwa kufanya vizuri sana kitaaluma katika mitihani yetu ya ndani na ya nje. Shule yetu imefanya kama ifuatavyo: kushika nafasi ya pili kati ya shule 23 kwenye mtihani wa moko kata ya Twangoma, yani darasa la 4 na darasa la 7. Kushika nafasi ya 6 kati ya shule 155 kwenye mtihani wa moko wilaya, yani Temeke darasa la 7 mwaka 2025. Pia kushika nafasi ya 7 kati ya shule 155 zilizopo ndani ya wilaya ya Temeke kwenye mtihani wa moko mkoa wa Dar es Salaam darasa la 7 mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa mitihani ya ndani, vijana wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana, huku wakifaulu kwa daraja A na wachache kwa daraja B, jambo linalotupa matumaini makubwa vijana wetu kufaulu kwa daraja A katika mtihani wa taifa wa mwaka 2025 insha Allah. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, hakuna mafanikio yoyote yanayokosa changamoto. Kwa shule yetu ya Pius, changamoto kubwa tunazokabiliana nazo ni pamoja na baadhi ya wazazi kutolipa ada kwa wakati. Narudia, baadhi ya wazazi kutolipa ada kwa wakati. Licha ya kuwepo awamu 4 za ulipaji wa ada, baadhi ya wazazi hawalipi kwa kuzingatia awamu hizo walizowekewa, na wengine hawalipi kabisa hadi pale labda watoto wanapoambiwa kwamba watarudishwa nyumbani. Hali hii hupelekea walimu kukwama kutekeleza majukumu yao ipasavyo kutokana na utoro wa watoto. Changamoto namba 2, ushirikiano mdogo kutoka kwa baadhi ya wazazi. Baadhi ya wazazi hawatoi ushirikiano katika shughuli za uendeshaji wa shule. Hii ni pamoja na kutofuatilia maendeleo ya watoto wao kitaaluma na kuhudhuria vikao vya shule. Kutokana na malezi kwa ya upande mmoja kishule, hii hupelekea walimu kushindwa kumfahamu mtoto kwa kina. Ndugu mgeni rasmi, nipende kutumia fursa hii kuwakumbusha wazazi au walezi kuwa tupo katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais. Siku ya uchaguzi inatarajiwa kuwa tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Niwaombe tuiunge mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuchagua viongozi bora kwa maslahi ya jamii zetu. Oktoba wote tunatiki. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kuacha shughuli zako zote ili kujumuika nasi katika siku hii muhimu kwetu. Kipekee kabisa nipende kumshukuru mkurugenzi wetu wa shule za Pius, mzee wetu mkurugenzi Maulidia Rashidi Bugingo. Nikushukuru pia meneja wetu na basa wa shule Madam Justa Bruno. Pia nikushukuru mratibu wetu wa shule Msa Mwambata, walimu wenzangu, wafanyakazi wa shule, wageni waalikwa, wazazi, wanafunzi, viongozi wote wa serikali na taasisi mbalimbali na viongozi wa dini. Tunaomba msisite kujumuika nasi wakati mwingine tukiwaomba. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Pius. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.